Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehema na amani zimwendee kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadhan Karim, Ramadhan Mubarak, saumu makbul kwa wote waliofunga. Tunaomba Mwenyezi Mungu akubalie saumu zetu. Kwanza Waislamu, tumerudi kwenu kwa ajili ya ile mpango tulikuwa nayo ya kufuturisha watu, na huwa pia tunawapitia mayatima na tunawapatia katika rationing ya mambo ya kufunga na kufuturu, wanapata pale suhur na nini wanapata. So Waislamu, tumefika karibu nusu ya mwezi hii ya Ramadhani. Alhamdulillah, tunaomba Mwenyezi Mungu atufanyie pesi tukamilishe hii mwezi wa Ramadhani. So Waislamu, tulikuwa tunaomba wale ambao wamebaki, ambao hawajapata chochote cha kufuturu na nini, angalau kila Muislamu sasa, kwa sababu imebaki muda kidogo, inaweza ingia shilingi 6,000 peke yake, package 6,000 au 5,000. Muislamu uko na uwezo, fanya nusra kwa ajili ya Allah. Umefunga, alhamdulillah, ili kuipamba saumu yako na kuifanyia vizuri mambo katika hii mwezi. Ni mwezi wa kutoa, ni mwezi wa kutoa sadaka, ni mwezi wa kufanya mema, ni mwezi wa kufanya khairat. Sasa Muislamu, wewe uko na uwezo, unaweza ukatoa shilingi 1,000, 2,000, 3,000 kwa ajili ya Allah, ukafutulisha mtu mmoja, ukafutulisha watu wawili, wallahi unapata thawabu nyingi sana. Umefunga na kisha unamfutulisha mwenzako ambaye hana uwezo, unatoa sadaka kwa ajili ya maskini wa Kiislamu, waende wakapate, wakifuturu wanasema bismillah, wanauma kwa ajili ya Allah, wewe unapata thawabu. Wamefunga kwa ajili ya Allah, wewe unapata thawabu kwa ajili ya kuwafutulisha, kwa sababu hawana uwezo. Leo kuna watu wengi sana wako na challenge, watu hususan wengine ni wakusilimu, mtu ndio mara yake ya kwanza kufunga. Wengi hata wametupigia futari, lakini hatukuweza kwa sababu mpango tuliokuwa tumepanga haukuweza kukamilika vizuri. Tulipata kidogo na tukaweza kuwagaia watu 40 na tukapeleka hizo zingine kwa mayatima. So Waislamu, tunaomba kwa ajili ya Allah, hii siku tumebakisha tuweze kuwafutulisha, kwa sababu wako wengi. Tulikuwa na watu 200, tumepatia watu 40 peke yake, wamebaki almost watu 160 wako. So tukipata inshallah, tunaangalia wale ambao hali yao iko chini sana, tunawafutulisha. Hata kama tutaweza kuwafutulisha siku 10 ya mwisho au siku 13 hii ziko, au siku 14 ambao ziko, itakuwa ni khairi kubwa sana. So Muislamu, shilingi 1,000 yako inaweza kuwa ni thawabu kubwa sana mbele ya Allah. Umeitoa kwa ajili ya kufutulisha maskini wa Kiislamu, angalau naye afuturu, wafurahie namna unavyofurahia wakati unamaliza kufunga saumu yako. So Waislamu, tufanye wepesi. Allah amekupa, uko na uwezo, basi usifanye ubakhiri katika dini ya Allah. Allah amekupa, pia ni mtihani amekufanyia, na sisi anatufanya tukutangazie ili usikie, usiseme sikupata mahali ya kufanya thawabu, yani sikupata mahali ya kutoa ili nipate thawabu. Sehemu iko ya kutoa, toa hapa, tunaenda tunawapatia wale ambao hawana uwezo, wanaweza kufuturu inshallah. Muislamu, fanya kwa ajili ya Allah. Uko na uwezo, fanya nusra kwa ajili ya Allah. Kama huna uwezo, basi mfikishie ndugu yako ambao yuko na uwezo, naye aweze kutoa kwa ajili ya Allah. Hii mwezi ni mwezi ya kuchuma thawabu. So Muislamu, haujui kama utafika Ramadhani ijayo. Hii ndio Mwenyezi Mungu amekujalia. Mbona usifanye thawabu katika hii mwezi? Mbona usifanye khairi katika hii mwezi ndio upate thawabu kutoka kwa Allah? Fanya nusra kwa ajili ya Allah. Ramadhani Mubarak. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أسام هذه الشكر إسكالي ما أنت وحان جوغنا رمضان كي أفر إتبان إنو يهي أيام فيليا ولا ليال أيام هروا أرتنا سو استاغني صدقاتي دادكي أفراي إن أن أفرنو أيام هرتنا سو استاغني. رمضان كي 16 عشاء كدمن 16 كعشاء وحنا ريدتك مسلمين تكلي تبرتن واسكا يرتاي بل خوغو aan khafiifino waxaan iri 6 kun qoyskiiba aan uga tala galno walaal 160 qoys ay noo dhiman, maadaama xoogo yarir oo adiga 4 qof 5 qof meelaas 5 qoys 4 qoys meelaas rashinkooda aan helnay, laakiin waxa inoo dhiman dad badan. marka walaalayaal, waxaan doonaynaa afurintii aan afurinay dadkii mu'allafatul quluubka iyo ilmihii agoomihii ayaan doonaynaa inaan wax u aruurino. qoyskii waxaan uga tala galnay 6 kun amaba adiga $50
meelahaas ama $50 ama $52 meelahaas wala lacagtaasaan idinka doonayna ilaahay dartiisa u doonayna adduunkan mudeeraan joognaa muddada yar aan neefsanayno aan ka faa'iideysano inta ay nafta nagu jirto aan faa'iideysano aakhiradana uga faa'iideysano walaalayaal sadaqadaasaan idinka sugaynaa waa 6,000 oo shilin lacagta wadankaana ama $52 ama $53 meelahaas waaye walaalayaal $20 aad soo diri kartaa 30 aad soo diri kartaa 50 aad soo diri kartaa 100 aad soo diri kartaa ilaaha dirta oo la bixisa walaal adduunkan inta aan joogna aan ka faa'iideysano ilaa horti wixii aan la tagi lahayn aan horumarsano waalidiinta oo horumarin kartaa adiga oo horumarsan karo walaalaha oo horumarin kartaa xaaskaaga oo horumarin kartaa waalidiinta oo horumarin kartaa ilaaha dirta oo horumarin wixii maanta aad adduunka uga shaqeysta aakhirana kala kulme ilaa horta aan wax geysano walaalayaal 6,000 idinka sugaynaa 6,160 qof oo qoyskiiba uu yahay 6,000 walaal lacagtaas idinka sugaynaa ilaa dirta oo la bixi jirteen mar hore waad bixin jirteen dacwadu waad nagu caawin jirteen ilaa dirta oo nagu caawin jirteen tan dacwada ay kamid tahay aan hana soo caawiya ilaa dirta inoo soo caawiya sadaqo barakallahu fiikum waxaan idin leenahay walaalayaal adduunkan muddada aan joogno aan ka faa'iideysano waqtiga ilaahay uu inasii xoolaha ilaahay uu inasii waqtiga ilaahay uu inasii aan ka faa'iideysano dadka masaakiinta aan garab u noqono qofkii nin walaalkiisa dantiisa u oofiya oo ka farxiya ilaahayna wuu ka farxinaya maalinta qiyaamo inaan farxnaa rabnaa ilaahay hortiisa aan farxad aan ka helno walaalayaal waxaan doonaynaa lacagtaas inaad bixisaan ilaahay hadii la baxdaan wixii aad la baxdeen hoos akhrisan la idinka dhigo wixii aad la harteen Allah idin barakeeyo amrigiina Allah barakeeyo xooliina Allah barakeeyo awlaadiina Allah barakeeyo waalidiinta dadna hadaan Allah naxariisto muslimiinta kuwa buka Allah caafiyo kuwa caafimaad qaba Allah jazaa barakallahu fiikum aan leenahay intaasaan ku soo gabagabeynaya waa idinka warsugeynaa walaalayaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم الحمد لله. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehema na amani simwendee kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku nyingine ambao Mwenyezi Mungu ametujalia tukawa katika viwanja hivi, lengo na makusudi ni kufikisha kilima cha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni siku nyingine ambao Waislamu wamefunga saumu. Mwenyezi Mungu akubalie saumu zetu. Na wale ambao maybe ni wagonjwa Mwenyezi Mungu awape shifa. Mimi wananiita Salim, sijui wewe wanakuitaje? Kwa majina mimi wananiita Peter. Peter. Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo, ongeza sauti kidogo niipate. Mimi ni Mkristo naitwa Peter. Wewe ni Mkristo unaitwa Peter. Swali hebu liweke tusikie Peter. Swali naliweka. Naam. Mimi kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Jumamosi. Shughuli ya kibalua. Asante. Wacha ifike Jumapili na rauka usubuhi kiamza kinywa nimeshapata. Nakimbia kanisani kumshukuru Mungu kwa hiyo wiki, bora nikimuomba alipe wiki nyingine njema. Na wale wenye familia naenda na wao pamoja, hakuna kuacha mwingine hata mmoja nyuma. Haya, ni Waislamu mimi kila Jumaa mahali nakaa msikiti kwa karibu na mimi. Na waonanga nyinyi wanaume ndio mnaingia kanisa msikitini. Usubuhi watoto vijana wadogo, wasichana na wana mama wanafundishwa madarasa, ndio wakikuwa wakubwa wanajua sheria za msikitini kila kitu. Sasa mimi swali yangu ni je, wanawake Waislamu wao wanga wanaenda kushukuru Mungu wao wapi? Ama wanabaki tu nyumbani wakipika? Umeona hata mmoja wa msikiti? Labda wewe ndio utajawaona wanawake wa Kiislamu wanaenda kwa msikiti. Ijumaa utawapata wako kwa msikiti, kila siku utawapata wako kwa msikiti. Ila pia wamefanywa wepesi, mwanamke akiswali nyumbani inakubalika. Lakini huwa wanakuja msikitini. Wanakuja msikitini. Wako msikitini. Ijumaa ukienda kama leo walikuwa msikitini. Na nipata? Kwa sababu wanawake nimekueleza wana dharura na wanakubaliwa kuswali nyumbani. Na saa zingine wanawake wako katika siku zao. Naona akiwa katika siku zake hawezi enda pale kwa msikiti.
pata vizuri labda ndo sometimes waone, lakini wanakubaliwa kwenda kwa msikiti. Wanawake wa Kiislamu wanaenda kwa msikiti, wanakubaliwa. Hakuna kuzuiwa. Hakuna mahali ati kando ni wanawake, kando ni wanaume. Kwa msikiti imegawanywa. Msikiti ukiingia, hatuingii kama githeri, hapana. Wanawake wanaingilia mlango yao ndio hii, wanaume ndio hii. Wanawake wana msikiti yao, kama msikiti imejengwa vizuri wanawekwa juu. Wanawake wanakuwa juu, wanaume wako chini. Pata vizuri. Wakimaliza wanatoka pale, mnapatana kama ni wewe na bibi yako, mnaondoka na watoto mnaenda za nyumbani. Lakini mkifika pale kwa msikiti, wanawake wanaingia pande ya kwao, kwa sababu msikiti ni sehemu ya kumwabudu. Lakini kiongozi anayeongoza ni mmoja ambaye anaitwa imamu. Imamu ni mmoja. Wao wako na sehemu yao ya kuswali na wanaume sehemu yao. Na wote tunafuata imamu. Wanawake kwa wanaume tunafuata imamu ni mmoja. Lakini pale wakati wa swala, wanawake wako pande yao, wanaume pande yao, kwa ajili ya kuepuka fitina ya dunia. Fitina ni nyingi sana hii dunia. Kwa hivyo mwanamke anaweza amua tu, kama wamekubaliwa na sheria, anaweza amua mimi nitakuwa naswalia kwa nyumba. Akiswali kwa nyumba hana dhambi. Ni bora kwake. Akiswali kwa nyumba hakuna dhambi kwa mwanamke. Lakini mwanaume kuswali kwa nyumba ni makosa. Msikiti ikiwa karibu ni makosa mwanaume kuswali kwa nyumba. Labda iwe ni kwa dharura ndio akaswali kwa nyumba. Mzuri. Sasa ndio umekuja. Sasa kama mwanaume labda mgonjwa nini, anaruhusiwa swali kwa nyumba. Lakini kama ako sawa na msikiti iko karibu, anafaa kwenda kwa msikiti, kwa sababu kwa msikiti kuna thawabu nyingi kwa mwanaume kwenda. Lakini mwanamke akiswali nyumbani bado analipwa thawabu sawa sawa. Akienda msikitini ni sawa kwake, hajakatazwa. Na ndio msikitini kumewekwa nafasi ya wanawake na wanaume. Msikiti yote ikijengwa lazima wanawake wanatengewa sehemu yao. Ndio hiyo. Wanaume kuna yao. Lakini sasa wewe, mimi nimekuhurumia kusema ati unaendanga kanisani Sunday. Mimi naendaga kanisani siku ya Jumapili. Nimekuhurumia sana kwa sababu 11:17 wa Korinto wa kwanza inasema mambo mazito sana kwa watu wanaoenda kanisani. 11:17 wa Korinto wa kwanza. Ndio nikakuhurumia tu. Wa Korinto wa kwanza 11:17 wa Korinto wa kwanza. Angalia babu wewe unafaa kuhurumiwa bana. Unaenda mahali mbaya. Lakini katika kuagiza haya si wasifu ya kwamba mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Kwanza Biblia inasema kuna watu ambao wanakutana, lakini hawakutani kwa sababu ya faida, bali wanakutana kwa sababu ya hasara. Hatujui ni wapi hasara inapatikana. Teremka tusikie ni wapi. Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani. Kumbe mkutano wa hasara unapatikana wapi? Iko kanisani. Malizia ni kwa nini inakuwa ni hasara? Kanisani. Nasikia kuna faraka kwenu. Kwanza kanisani kuna faraka kwenu. Unajua faraka? Faraka hamuelewani. Yaani makanisa hamuelewani. Na ndio unaona hapa utapata kuna kanisa ya Finger of God, unapata Helicopter of Christ, unapata Wakorino, unapata Reggio Maria, na zote ziko kasehemu kamoja. Hawawezi kuingia pamoja wakaabudu kwa sababu wanapata hasara, wanafarikiana. Kwanza wewe unaenda gani? Mimi ni Mkatoliki. Mkatoliki. Kwa nini usiende SDA? Tangu nizaliwe utotoni mwangu kubatizwa na kapata wazazi wangu hiyo ndio Katoliki. Ndio nikauliza, hivi wewe Katoliki sasa tuko hapa Mkuru kwa Ruben. So kama Katoliki iko Isili, itabidi utoke hapa mpaka Isili? Jumapili itabidi uende Isili. Na hapa unapita makanisa. Kwani haya makanisa wengine wanaabudu ibilisi? Ingekuwa kama hamna Katoliki hapa karibu. Taingia tu. Juu Mungu ni yule mmoja tunaomba. Ndio nakuuliza, wewe utaenda SDA? Hapana. Unaona sasa uwezi enda SDA. Na ndio unaambiwa kanisani mnapata hasara kwa sababu mnafarikiana, hamsikizani. Sisi angalia, saa hii nikiwa hapa kukiadhiniwa msikiti ambao iko karibu, Allahu Akbar, naingia na sali naenda kwa sababu wote wanaabudu Mungu. Sasa wewe unaenda kupata hasara. Sasa ndio nakuhurumia tena unaenda Katoliki. Lakini mwenye anashiriki SDA, mimi Mkatoliki na wewe Muislamu, si Mungu ni mmoja uanga tunaabudu. Mungu aliyetuumba ni mmoja, lakini Mungu unayemwabudu sio Mungu ninayemwabudu. Ni Mungu tofauti. Kwa sababu wewe unaabudu Mungu ambaye ni mzazi, ambaye ako na watoto, na mimi siabudu Mungu ambaye ni mzazi. Mimi naabudu Mungu ambaye ni muumbaji.
Hiyo ndio tofauti. Mungu akapata mtoto. Ala, kwani nyinyi si mnasema Yesu mtoto wa nani? Ni mtoto wa Mungu. Ala, si unaona Mungu wenu ako na mtoto? Sasa Mungu wetu hana mtoto, Mungu wetu ana viumbe. Because ukiona Mungu ako na watoto, kesho atapata wajukuu. Ataitwa Guka. Sasa Mungu akiitwa Guka, huyo ni Mungu feki. Na ndio unaona hatuabudu Mungu mmoja, kwa sababu sisi tunaabudu Mungu aliyeumba, sio Mungu aliyezaa. Lakini nyinyi mnaabudu Mungu ambaye ni mzazi, ambaye yuko na mtoto mnayemuita ni Yesu. Sasa hiyo ndio matatizo. Sasa ndio unaona hatuabudu Mungu mmoja, kwa sababu nyinyi mnaabudu Mungu ambaye ni mzazi, ambaye huyo mtoto wake leo akija akipata mrembo mzuri akaoa, huyo Mungu ataitwa babu. Wakati sisi tunaabudu Mungu mmoja tukulu huwa Allahu ahad. Tena huyu Mungu tunaambiwa hakuzaa wala hakuzaliwa, hana watoto, kazi yake ni muumbaji. Kazi yake ni kuumba. Ni kuumba. So hatuabudu Mungu mmoja, ndio unaona tatizo liko hapo. Tena Mungu wenu nyinyi mnaabudu mkiwa mmeketi chini kwa viti, kwa starehe, unazunguka tu, wengine wanazunguka na kiti yake. Sisi hakuna mtu anachati akiwa pale kanisani. Si umekaa tu chini kwa kiti, wewe unachati kidogo kidogo, unaambia yule tupatane baada ya chati. Lakini sisi ukiingia kwa msikiti, kwanza hiyo simu unazima, kwa sababu pale ni concentration. Ukiingia pale, Allahu Akbar, hakuna viti, unapeleka uso chini, nyote mnaangalia mbele, imamu anaangalia mbele, wewe unaangalia mbele. Nyinyi ukiingia kanisani, pasta anakuangalia na wewe unaangalia pasta. Sasa gari ukiona inaendeshwa na dereva anayekuangalia na wewe unaangalia dereva, hiyo gari itaanguka, kwa sababu haina mwelekeo. Lazima dereva angalie mbele ndio muende mbele. Pole lakini ndio hivyo. Sasa wewe kwenda kwako kanisani mahasara unapata. Alafu Mungu ambaye tunayabudu sio Mungu mmoja, kwa sababu nyinyi mmemfanya Mungu kuwa binadamu, mkasema Mungu alikuja akajifanya binadamu. 1:20 kitabu ni cha Warumi. Warumi 1:20. Tena 1:20 mambo ya Warumi nasema. Tena Katoliki pale kuna mambo zaidi tena. Wewe sikiza habari. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana. Naam. Tangu kuumba ulimwengu yaonekana. Asante. Na kufahamika. Asante. Kwa kazi zake, yani uweza wake, asante, wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru, kwa sababu walipomjua Mungu. Sikiza, kwa sababu mlipomjua Mungu, hawakumtukuza kama ndiye Mungu. Hakuna Mkristo anayemtukuza Mungu. Tulia twende pole pole. Hakuna Mkristo anayemtukuza Mungu. Waislamu peke yao ndio wanamtukuza Mungu, wanasema Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu ni mkuu. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Wakristo wanasema Bwana Yesu asifiwe. Wamemwacha Mungu, wanatukuza kiumbe cha Mungu. Badala mseme Mungu asifiwe, mnasema Bwana Yesu asifiwe. Sasa nyinyi mmemwacha Mungu. Sikiza andiko inasemaje? Uungu wake, hata wasiwe na udhuru, kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu. Wala hawakumshukuru Mungu. Walifanyaje? Bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga akatia giza. Ikatiwa giza. Pole pole tu, ikatiwa giza. Ikatiwa giza. Wakajinena kuwa wenye hekima. Asante. Walipumbazika wakaubadili utukufu wa Mungu. Sikiza, walibadilisha utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu. Ndio hiyo wakasema, wanasema anastahili kuabudiwa, anastahili Yesu. Badala waseme anastahili kuabudiwa Mungu, wakabadilisha utukufu wa Mungu kwa sura ya binadamu aliye na uharibifu. Sasa nyinyi mliacha kuabudu Mungu wa kweli. Na Mungu anasemaje mlipoacha kumwabudu wa kweli? Malizia usikie. Inaendelea kusema, kwa hivyo na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambavyo. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao. Sasa Mungu aliwaacha nyinyi katika tamaa za mioyo yenu, wafate uchafu. Mkafuata uchafu, hata wakavunjiana heshima mili yao. Hata mkavunjiana heshima mili yenu. Na ndio unaona mchungaji akisimama anasema the Holy Spirit is rolling here. Vaa utakavovaa, Mungu haangalii mavazi, Mungu anaangalia roho. Sasa msichana anakuja kifua iko wazi, mgongo iko wazi,
anaambiwa vaa utakavyovaa. Mungu haangalii nguo, anaangalia roho. Mtu akona na akili zake timamu, inaangalia, unategemea venye unaenda kanisa huko umevaa. Utavaa minisketi na uende. Si wanavaa tunawaona. Ni roho yako. Kuna mwenye hata ingiangi kanisa. Na yeye anaambia tu Mungu wake kitu hata akiwa kwa nyumba. Lakini unaona mlipomwacha Mungu naye akawaacha mfuate tamaa za miili yenu. Sasa nyinyi mnafaa kurudia kumwabudu Mungu, muache kumwabudu Yesu. Kwa sababu mnaabudu Yesu, mnamwabudu Yesu bure. Kwa sababu anayefaa kuabudiwa ni Allah, ni Mwenyezi Mungu mmoja peke yake anafaa kuabudiwa. Manabii hawafai kuabudiwa. Taka moja. Aya, safiri sasa. Yaani mkimwabudu Yesu mnamwabudu bure, na ukiabudu nabii yoyote unaenda motoni. Unafaa kumwabudu Mungu aliyetuma manabii. Sikiza habari. Kwa maana walibadili ukweli wa Mungu. Kwanza mlibadilisha ukweli wa Mungu. Mungu anasema anataka wanadamu wamsujudie, wapeleke uso chini. Nyinyi mkasema hapana. Mungu wewe hujui, wewe unafaa kuimbiwa. Mungu anakuambia usujudu, upeleke uso wako chini. Nyinyi mkasema hiyo hatuwezi kufanya. Nyinyi mkabadilisha ukweli wa Mungu kwa uongo. Kwanza mkabadilisha ukweli wa Mungu kuwa uongo. Mkafanyaje? Wakisujudia kiumbe, wakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba ahimidiwaye milele. Amina. Mkasujudia kiumbe na kukiabudu kiumbe. Kiumbe kinachoabudiwa sasa ni Yesu. Na ndio ukienda siku zote napita kwa hizi crusade zenu, mnasema anastahili kuabudiwa, anastahili Yesu. Badala mseme anastahili kuabudiwa Mungu. Mumebadilisha, badala mfuate ile Mungu anasema anayefaa kuabudiwa ni Mungu. Yesu alipokuja alifundisha anayefaa kuabudiwa ni Mungu. Nyinyi mkabadilisha mkasema wewe Yesu hujui, anayefaa kuabudiwa ni wewe. 4:10 Mathayo, Yesu anasema anafaa kuabudiwa nani? 10 mambo ni ya Mathayo inasema. Yaani nyinyi mlibadilisha mpaka ile ukweli manabii walisema, mkabadilisha mkaanza kuabudu kiumbe. Yaani mambo yenu na ndio matatizo yalianzia hapo. Sikiza habari. 4:10 inasema. Yesu anasema anayefaa kuabudiwa nani? Ndipo Yesu, angalia hapa. Ndipo Yesu alipomwambia nenda zako Shetani. Kwa nini? Kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako. Ufanyaje? Umwabudu yeye peke yake. Yesu alisema uabudu Mungu peke yake. Nyinyi mkaambia wewe Yesu hujui, wewe ndio unafaa kuabudiwa. Yesu anasema inafaa muabudu Mungu peke yake. Nyinyi mkasema hapana, anastahili kuabudiwa, anastahili Yesu. Tusimwabudu Yesu hajasema abudiwa, amesema muabudu Mungu. Hata wenye walikuwa wa kitambo, Yesu ndiye alikuwa akija, Musa chapa hii maji barabara ikue, wanaona wenyewe huyu ni mtoto wa Mungu. Si mtoto wa Mungu. Musa si mtoto wa Mungu wala hawaku Yesu. Yesu amekataza watu kumwabudu, na ukimwabudu unamwabudu bure. 15:7 kitabu cha nini? 15:7 Yohana. Kitabu cha Mathayo 15:7. Aya 15 aya. Wewe unaabudu Yesu, tena unamwabudu bure. Sikiza habari. 15:7 Mathayo. Enyi wanafiki. Kwanza anasema enyi wanafiki. Ni vyema alivyotabiri Isaia. Kwa habari zenu akisema, watu hawa uniheshimu kwa midomo. Yesu anasema watu hawa wananiheshimu kwa midomo. Ukigongwa na mawe, oh Jesus. Ukinyongwa na maji, oh Jesus. Sikiza habari. Ila mioyo yao iko mbali nami. Mioyo yenu iko mbali sana na Yesu, kwa sababu Yesu Muislamu, nyinyi mnatafuta dini yenu ya Ugalatia, ya Ukristo. Sikiza. Nao wananiabudu bure. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Yesu anasema wale ambao wanamwabudu bure. Pili, wanafundisha mafundisho ambayo ni maagizo ya wanadamu, sio mafundisho ya Mungu. Sasa nyinyi mtaenda motoni bure. Abuduni Mungu. Abudu Mungu, anayefaa kuabudiwa ni Mungu peke yake. Haufai kushirikisha Mungu na chochote. 17:22 Qur'an. Na hapo ndio tunatengania sisi na nyinyi. Inakuwa ni kama maji na mafuta taa. Maji na mafuta taa. Haziingiani, kwa sababu nyinyi mnaabudu kiumbe, tena mnaabudu ndugu yetu Yesu. Yesu ndugu yetu. Mnamwabudu. Sasa tunashangaa na sisi, si mtakuja kutuabudu kesho yake? Kwa sababu mkiabudu ndugu yetu, sisi mnatuacha wapi? Na ni makosa kutuabudu sisi. Na mkituabudu ni makosa. Makosa, mkituabudu motoni mnaenda. Mnafaa kuabudu Mungu. Sikiza Mungu anasemaje 17:22 Qur'an. Ndio 10 Qur'ani 17:22. Usifanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Asante. Usije ukawa mwenye kulaumiwa.
mwenye kulaumiwa na mwenye kukosa wa kunusuru. Na Mola wako amehukumu kuwa msimuabudu yoyote, msimuabudu yoyote ila yeye tu. Tumekatazwa tusiabudu yoyote isipokuwa Mungu peke yake. Hata ukiabudu Muhammad unaenda motoni. Manake Muhammadu Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Mungu, hafai kuabudiwa. Ibrahimu ukimwabudu unaenda motoni, kwa sababu Ibrahimu ni nabii wa Mungu, sio Mungu. Manabii hawana cheo cha kuabudiwa. Manabii wanafuatwa, wanaaminiwa, lakini usiabudu nabii, inafaa uabudu Mungu peke yake. Watu walikuwa wanatumwa na Mungu kabisa kuleta ujumbe. Ambassadors. Bas, ndio umetumia neno nzuri, ambassadors. Yaani ndio wanakuja kuleta ujumbe wa Mungu, lakini ukiwaabudu motoni. Una swali lingine ama unataka kusilimu? Kusilimu ni free. Swali yangu ile ilikuwa tu muhimu ni hiyo ya wanawake kama wanaingia msikitini. Wanaingia vizuri sana. Ndio nikitakuja kusilimu, sitasilimu peke yangu. Kuna tatizo. Sawa. Nafasi iko. Tena wacha hivyo. Wacha hivyo sasa nikuambie vizuri. Wacha hivyo. Wanawake hata wakisilimu wanasoma. Kwanza ukienda hapa Mkuru kwa Ruben, wanawake wanasoma daily. Nanipata vizuri? Hapa Mkuru kwa Ruben wanasoma daily. Wanasoma maneno ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu pia mwanamke ni vizuri sana akiwa na knowledge ya dini. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke ndiye anakaa na watoto muda mrefu. Para vizuri, wewe ukitoka umeenda Rwanda, sijui umeenda wapi na roli yako ya kubeba mizigo, ukitoka Rwanda unaenda Sudan, hata unakaa miezi 2, unatoka huko unakuja Sudan, ukija nyumbani umekaa karibu miezi 3, unapata mtoto aliyekuwa mdogo sasa amekuwa mkubwa. Anaekaa naye na yale mafunzo mingi atapata ni ya mamake. So mama ni vizuri awe ni alim zaidi, awe na elimu ya dini, kwa sababu ndio atalea vizuri akiwafunza mpaka dini. Pada vizuri? Katika Uislamu wanawake wanapewa priority ya kusoma tena vizuri mno. So karibu sana katika Uislamu. Muislamu wanaingia msikitini wanaingia kama kawaida, isipokuwa wakiwa na siku zao. Hata iruhusiwi tu hata. Hiyo unajua nawe. Una swali lingine ya ziada? Sina swali. Una swali. Lakini kusilimu ni free. Kusilimu ni free. Kuna masanamu? Sijaiona asante. Wewe goja kwanza. Wewe goja. Maria iko ya Yesu iko pale. Nini hiyo? Ni mchongo wa Maria iko pale. Mchongo ndio inaitwa sanamu. Na lakini ni kama tu simbo ya kitambo. Sio simple. Ngoja kwanza twende polepole. Wewe nilikuwa Katoliki. Ulikuwa? Najua vizuri. Ukiingia pale lazima ulikuwa unapiga goti moja, ukiheshimu ile sanamu iko pale mbele. Alafu tulikuwa tunaenda tunapiga magoti kwa sanamu ya Mariamu. Watu wakiomba pale hata wanalia, hata unapata wengine wanalia machozi. Alafu ile sanamu ikivunjika inakuja inatengenezwa na fundi, anawaambia tokeni kwanza. Anatengeneza, anapiga rangi, alafu anawaambia nimemaliza, ingieni sasa muabudu. Ndio hiyo. Kwani ni kitu ya uongo? Ndio, ni mafundi wanatengeneza. Ni mafundi wanatengeneza ile kitu. Hata ni wao walichonga tu sasa. Hata ni mafundi wanachonga hiyo. Hata wacha hivyo. Juzi hapa Karen, ukienda Karen hivi, kuna moja imewekwa hapo kubwa ati ni Yesu. Ni mafundi nilipata pale wakingangana kuweka hiyo mchongo hapo. Alafu pale ati ni damu imetoka, walikuwa wanapaka rangi nyekundu. Karangi nyekundu hivi wanapaka. Hakuna damu imetoka pale, ni rangi wanapaka. Sasa sanamu zimekatazwa. Biblia inasemaje? Zaburi 115 anza 3 asikie. Zaburi. Labda hajaisikia. Sanamu hatari mno. Wewe kumbe hujaisikia, hebu sikia. Sanamu hatari mno. 15 anza 4 au 3. Inasema hivi, lakini Mungu wetu yuko mbinguni. Ndio. Ngoja. Enda 4. Sanamu zao. Sikiza, sanamu zao ni fedha na dhahabu. Kazi ya mikono ya wanadamu. Na ndio nimesema hapa ni kazi ya mikono ya wanadamu, tena kazi ya mafundi. Mafundi hao. Ndio wanafanya hiyo kazi, tena wanalembeza pale ati ni Mariamu wanapaka karangi hapa na nini. Alafu hapa wanaweka lipstick na nini. Ni wao wanatengeneza hao mafundi. Alafu ule fundi anajua hii kitu nimetengeneza na simiti, wacha nimalize, alafu hao watu ambao akili yao ifanye kazi wakuje waabudu hii sanamu. Sasa si afadhali waabudu ule fundi amekutengenezea hiyo sanamu kuliko sanamu. Hata yeye afalata kiruni, ufikirie. Maliza. Zina vinywa lakini hazisemi. Si ile sanamu inakuanga na kinywa.
Zinavinywa. Ulisaisikia ikiongea? Na iongei. Haya, malizia. Zina macho lakini hazioni. Teremka. Zina masikio lakini hazisikii. Zina pua lakini hazisikii harufu. Yaani wewe ukiwa umeharibikiwa na tumbo, ikawa unatoa ile HO2. Unatoa ile nini? Carbon monoxide ile kidogo. Ile kitu itafunga mapua ati inasikia harufu? Haifungi. Haifungi. Malizia. Zina mikono lakini hazishiki. Zina miguu lakini haziendi. Wala hazitoi sauti kwa koo zao. Malizia. Wazifanyao watafanana nazo. Yaani siku ya mwisho unaambiwa utafufuliwa kama sanamu. Kama sanamu hiyo, utakaa kama hiyo sanamu. Yaani utakaa kama hiyo sanamu. Kwa sababu kama wewe unazifanya na unaenda pale kuziinamia, wacha hata kuziabudu. Ukiona nyumba ya ibada ambayo iko na sanamu, unaambiwa uende mbio, usijaribu kuingia hapo. 10:14 kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wewe ukiona nyumba iko na sanamu inafaa uende mbio, karibu uvunjike mguu. Utafufuliwa kama sanamu. Utafufuliwa kama sanamu. Na sasa wewe sasa unaongea, hebu niambie ukifufuliwa kama sanamu. Hebu sikia inasemaje? Kwa ajili ya hayo wapenzi wangu ikimbieni ibada ya sanamu. Tulia. 10:14 rudia. Inasema hivi. Kwa ajili ya hayo wapenzi wangu ikimbieni ibada ya sanamu. Kumbe unaambiwa mahali unaona kunafanywa ibada na kuna sanamu, inafaa ukimbie, utoroke. So pale Katoliki unafaa utoroke. Utatoroka kuanzia lini? Wakati nikishapata ujumbe kidogo. Venye kama leo nishapata kenye kilikuwa kinanitatiza. Kesho kutwa nishapata, nitakimbia. Utakimbia. Utasilimu. Inshallah. Inshallah. Mungu akufungue kifua chako Uislamu. Ananiita Salim. Mimi naita Josia Mutua. Asante sana. Muislamu, Mkristo? Kristo. Wewe ni Mkristo? Wa kweli? Wa kweli. Mkristo wa kweli? Yeah. Kabisa? Kabisa. Lete swali. Swali yangu ni je, Ukristo Uislamu unapatikana wapi katika Biblia? Uislamu sijaupata katika Biblia. Manake Uislamu unapatikana katika Qur'an. Tulia kwanza, ndio naenda pole. Vitendo vinapatikana. Uislamu unapatikana katika Qur'ani. Yaani dini ya Uislamu namna ilivyoandikwa iko ndani ya Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ni huda linasi. Ila katika Biblia walifanya marekebisho mengi mno, ila bado Uislamu wapatikana chembe humo ndani ya Biblia. Kwa mfano, inapatikana nyumba ambayo Yesu alikuwa akienda katika Biblia, inapatikana ni msikiti. Lete hiyo Biblia hapa, 4:16 Luka. Inapatikana chembe. Walijaribu kuficha lakini bado walisahau kuficha zaidi, ikapatikana chembe. Sikiza inasemaje? 4:16 Luka. Muonyesha aone na macho yake. 6 mambo ni ya Luka inasema. Angalia babu Hii ni Luka 4:16. Akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Asante sana. Na siku ya Sabato, ilipofika siku ya Sabato, akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Biblia inatuambia Yesu desturi yake, kedhio chake, wewe ni Mkamba unajua kedhio chake, alikuwa akiingia katika sinagogi. Sinagogi ni nini? Ile ni masinagogi yenye ilikuwa kwa wakati huo alikuwa anaabudia katika masinagogi. Asante. Sio msikiti. Walioandika Biblia, sikiza wanatuambia sinagogi nini. Hebu angalia hapo na atusomea hapo nyuma inasemaje? Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Hii sio mwandiko yangu. Hiyo ni maelezo. Later the real scripture. Kabisa. Hii ni maelezo ya kitabu gani? Hii ni kitabu gani? Hii ni kitabu gani? Hii unaweza andika kando tu, lakini asante. Haina shida. So katika Biblia tujue kuna maelezo ya wazimu waliweka huko nyuma. Maandiko inasema katika Mathayo 24:24, Makristo ya uongo watainuka na manabii ya uongo na watadanganya hata aliyemteule na kupotea. Hakuna shida. So Biblia inadanganya si Biblia hiyo maneno ingine Biblia inasema pia atakayeongeza ama kuondoa
atahukumiwa ama nafasi kabisa, yake sikatai. itaondolewa. So hawa walioandika maelezo katika Biblia ni wazimu na ni wa uongo. Kweli? Ndio jua iko kwa maandiko aliongeza. Asante sana. Umefanya vizuri kutueleza. So Biblia kuna watu wa uongo wametuandikia ambao ni wa Kristo. Maana kesi twasoma tu hatuna wasiwasi. Ambada vizuri haturudi tu kwa Yesu. 4:10 Yesu anasemaje? Tuone kama kuna vitendo vya Kiislamu kwake. Sasa tuende kwa andiko 4:10. Mathayo. Tuenda Mathayo 4:10. Umetufurahisha sana. Unajua tu kwa tunajua kumbe hizi Biblia kuna watu waliweka urongo yao ndani. Umefanya vizuri kutuelifisha sisi Waislamu. So Muislamu akitaka kuwa Mkristo ajue kwa Biblia ni urongo iko huko nyuma. Hizo maelezo zote za urongo. Sasa Muislamu atajua hivyo. Lakini Qur'ani yakija ni huda linas, muongozo kwa watu. Hamna cha uongo ndani ya Qur'ani. Alhamdulillah kwa neema ya Uislamu. Lakini wewe unadhibitisha Biblia kuna mauongo. 4:10 Mathayo. Ndipo Yesu alipomwambia nenda zako shetani. Kwa nini? Kwa maana imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako umwabudu yeye peke yake. Yesu anatuambia imeandikwa umsujudie Bwana Mungu wako umwabudu yeye peke yake. So Yesu anatuambia wale watu ambao wanafaa kumfuata na kuabudu Mungu wanafaa wasujudu. Kusujudu nini? Mungu. Tumsujudie Mungu. Kusujudu maana yake kupeleka uso wako wapi? Chini. Nyinyi wa Kristo mnafanya hiki kitendo? Ndio. Unafanya hiki kitendo? Unasujudu? Hata Biblia sana acha uongo. Unapelekanga uso chini wakati kanisa kuna kiti? Ndio. Unaondoanga kiti ndio upeleke kichwa chini ama namna gani? Napeleka. Unapeleka kichwa chini. Basi wewe Muislamu, wewe sio Mkristo. Qur'ani 3:113. Wewe ni sawa kuelewa. Wewe Muislamu. Qur'ani 3:113. Si yeye amesema anapeleka uso chini. Qur'ani 3:113. Adhibitisha na maandiko. Ndio nadhibitisha wewe ni Muislamu. Si maandiko yanasema Qur'ani. Qur'ani ni aya za Qur'ani. Ndio nataka nikuonyeshe wewe Muislamu tu. Uislamu natuambiaje tukiona mtu anasujudu? Kwa sababu tunao sujudu inapatikana hii alama. Unaona so wewe Muislamu yako naona karibu itokee. Sasa inakuja wewe Muislamu. Wewe sema tu mwili ndio unaenda kanisani lakini roho Muislamu. 3:13 Qur'an. Wao waliopewa kitabu. Sio wote sawa. Asante. Ndio unasikia sio wote sawa au unasema awali nini Katika hao waliopewa kitabu wamo watu waliotengenea wanasoma aya za Mwenyezi Mungu nyakati za usiku na pia wanasujudu kama wewe wanapeleka uso wao chini. Maana yake yani wamesilimu. Kumbe wewe umesilimu tu unawakulia wa Kristo vako wewe. Sema tu kuna kitu unapata kwa Ukristo lakini wewe Muislamu. Maandiko pia imesema msujudu Mungu wako peke yake. Sasa inabidi ni usujudu. Maandiko imesema usujudu. Hii imesema. Na ukisujudu ukipatikana katika msikiti au katika kanisa ukisujudu hata pasta atajua huyu Muislamu huyu. Bwana ni kitu ya kueleweka hiyo. Hapa hata wakati shetani alikuja kundanganya pale shambani la Edeni. Alikuja na uongo mingi sana. Na akaleta ile tuseme uongo ilikuwa kidogo lakini ile maneno mingi ilikuwa ya kweli sana. Yale vile Mungu alisema na wanawake. Sasa akakuja akaleta ile werevu kidogo akapoteza wanawake. Sasa unaweza pata hapa kuna mambo mengine mnafanya yenye inafanywa na Wakristo kumbe yako kwa maandiko. Lakini kwa maneno mengine mumeacha ile njia Wakristo wanafaa kufuata. Wala sina tatizo. Kama Wakristo wanasujudu, si ndio nilikuwa natafuta. Nikaona hao ni Waislamu kwa sababu Wakristo wanasujudu. Wewe unavaa kanzu? Sifai. Kwa nini? 3:11. Kanzu basi tutakupa leo. Sasa Biblia ndio inasema, sio mimi. Biblia inasemaje? 3:11. Luka. Wewe utakuwa na ukiona Mkristo ambaye hapingi Biblia, huyo sijaimpatana naye. Hebu sikia 3:11. Akawajibu akiwaambia mwenye kanzu mbili. Angalia vizuri, ni Biblia hii sio mimi. Mwenye kanzu mbili na mpe asiye na kanzu. Teremka. Na mwenye vyakula na afanye vivyo hivyo. Tunaambiwa mtu akiwa na kanzu mbili ampatie yule ambaye hana nini? Hana moja. Wewe uko na kanzu? Sina. Sasa mimi niko na 3. Nitataka nikupe moja, utachukua?
So unaipinga Biblia? Sipigi. Rudia usikie inasemaje? Wewe ni mpinga Biblia. Rudia Biblia tusikie. Hiyo Biblia lakini. Rudia usikie. Akawajibu akiwaambia, Mwenye kanzu mbili. mtu akiwa na mbili, mimi niko na tatu. Na hii Biblia imesema ukiwa na mbili, mimi niko na tatu. Na ampe asiye na kanzu. Wewe uko na kanzu? Sina Na Biblia inasema kama huna nikupe kanzu. nikikupa kanzu ukavaa ukapita hapa Mkuru kwa Ruben, watu wakakuona umedunga kanzu namna hii, nimedunga hivi kama hii ya Kiomani hivi, umedunga kanzu, watajua wewe umekuwa dini gani? Islami. Kumbe Biblia inakufunza uwe nani? Acha. Allah, uko tayari kuchukua kanzu? Acha. Kwa wewe unaipinga Biblia? Allah, Kuna vile mnaeleza Biblia. hebu tuelezee wewe. Juu katika Biblia unapata watu tabaka mbili. Kuna Myahudi na kuna mtu mataifa. Sasa ilikuwa kanzu ni wakati ule walikuwa wanatumia Wayahudi. Lakini sisi kwa wakati huu, sisi ni watu wa kimataifa. Tumeitwa tukienda kwa maandiko. Watu wa mataifa wanatumia nini? Wanatumia maandiko. Mavazi. Kuvaa, unavaa maandiko? Wanavaa hivi, nimevaa. Wapi imeandikwa uvae hivyo? Wanavaa suruali na Uvae suruali na shati. Maandiko inasema Ngoja kwanza, hii ambayo inasema mwenye kanzu mbili ampe asiye na kanzu, so hiyo haiwahusu wa Kristo. hiyo ilikuwa katika wakati wa Yahudi. Asanti. So Biblia katika hiyo andiko ndio nawapenda sana wa Kristo. Tulieni hapo, mtu mwenye swali atakuja hapa. Mimi nawapenda sana wa Kristo. So hii Biblia haiwahusu wa Kristo, inawahusu Wayahudi. Nimesema kuna Wayahudi na kuna watu wa mataifa. Ndio nauliza, hii kusema mwenye kanzu mbili ampe asiye na kanzu, hiyo umeniambia haihusiani na Wakristo, si ndio? Pia Wayahudi ni Wakristo. Kama ni Wakristo na wewe ni Mkristo, so inafaa ufuate vyenye wameamuri. Lakini ukipata katika wakati huo, Ngoja kwanza, Yesu alikuwa anavaa suti ama kanzu? alikuwa anavaa kanzu. Na Yesu anasema jitieni nira yangu mujifunze kwa. Siwache nikueleze sasa. Vile ilikuwa. Yaani ili ukuwe Mkristo lazima upinge mpaka Yesu. Yaani sikiza, yeye tulia tu. Yeye anakuambia vizuri Yesu alikuwa anavaa kanzu. Lakini sasa wacha ampinge Yesu. Anakuambia sasa unajua sasa pinga Yesu. Nasema hivi, kuna vile wakati ile Yesu alimaliza na hao Wayahudi juu injili turudie sisi wa mataifa. Ndio nauliza, Yesu alivaa shati na trouser? Hakuvaa. Asante. Na Yesu anasema 11:29, jitieni nila yangu mujifunze kwangu mimi Yesu. Na andiko limesema mwenye kanzu mbili na ampe asiye na kanzu. Wewe umesema wewe hutaki kwa sababu hiyo ikuhusu. So wewe ni mmoja katika wapinga Kristo ambao unajifanya unafuata Yesu, lakini wewe ni mpinga Kristo. Kwa sababu Biblia inaposema upewe kanzu, wewe unaikataa kanzu. Kwa sababu unajua ukichukua kanzu ukafuata Biblia utakuwa Muislamu. Juu unaona wakati Yesu kwanza alikuwa Myahudi. Na sasa wakati injili ilisimama kwa Wayahudi, iliwaendea watu wa mataifa ambao tulikuwa ni sisi. Na ilikuja kwa njia ya Paulo wakati alikuwa anaenda Emmaus, akapatana na yule Yesu. Sasa hapo injili ikaanza kwa watu wa mataifa. Sina shida na injili kwanza hapo. Nimeuliza tu na ndio nimalize tuende kwa swali lingine. So nyinyi wa Kristo hii Biblia hamuifuati yote? Tunaifuata lakini. Asante. Kama unaifuata, wacha kuweka lakini. Kama unaifuata, Biblia imesema nikiwa na kanzu mbili nikupe ngapi? Moja. So uko tayari kuchukua? Si unaona? Sasa unafuata Biblia gani wewe? Wewe ni mtu unayepinga Biblia. Na mimi tulia ndio tuende kwa swali lingine. Tusibae time na swali moja. Mimi ndio huwa nafurahi nasema alhamdulillah kwa kuwa Muislamu. Kwa sababu ili uwe Mkristo wa halisi lazima uwe kama huyu kaka kuipinga Biblia. Kwa sababu Biblia inasema yeye anasema B. Biblia ikisema tuende hivi yeye anasema staki hiyo ni ya Wayahudi. Lakini ukimpata anaweka Biblia hapa kwa kwapa. Kutembea na Yesu. Mimi kwa mdomo lakini kwa vitendo hakuna. Sasa nitauliza swali. Lete swali. Wakati Noa aliambiwa ajenge ark, alijenga na ikaokoa watu. Lakini sasa je, sisi tutajenga ark juu tuende mbinguni?
Juu ilikuwa kwa wakati ule. Ngoja, Noah hajajenga safina akaenda binguni. Sasa mwenye alikufunza pia alikufunza wrong. Noah alijenga safina kwa sababu kulinyesha mvua kubwa ili waokolewe na ile gharika ya mvua. Hakujenga safina ende mbinguni. So mwenye anakufunzanga katika Ukristo pia naye anakufunza urongo. Sasa unasikia sisi saa hii hakuna hiyo mvua. Si hapa ni nchi kavu. Sasa unajenga hapa na nini na hakuna mvua. Sasa hapa ujengi safina. Ile kitu wewe unatakana ufanye ili upate uzima wa milele ni uwe Muislamu. Bila kuwa Muislamu unaenda motoni. Qur'ani 3:85. Mimi ni atulia. Ndio nakupa hiyo ati tujenge safina. Sasa unajenga safina iende wapi na hakuna hiyo mvua. Sasa kwanza kiangazi ni jua. Bahari ya Mombasa Nairobi. Safina ukitaka jenga huko kwa bahari ya kusafiria. Hala, wewe unataka hapa Nairobi tujenge safina? Sasa hakuna hiyo mvua. Sikiza. 3:85. Nairobi inajengwa barabara ya lami na barabara ya reli. Ana ndio tunataka reli na rami. Mimi ndio mnielewe. Natakuelewa sasa. Sikiza. Na anayetaka dini sio kwa ya Kiislamu basi haitakubaliwa kwake. Naye akhera atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Unaambiwa ukitafuta dini ambayo sio ya Kiislamu haiwezi kubalika kwako. Hiyo ni Biblia. Ni Qur'ani, sio Biblia. Na Biblia. Biblia haijataja dini yoyote. Ukristo wenyewe ilisahau kuweka. Sasa ingetaja dini gani? Sasa wewe unataka ati Biblia itaje Uislamu. Ukristo wenyewe haikutaja. Ukristo wenyewe ambayo wewe unasema wewe Mkristo haikutaja hiyo Ukristo. Ukristo ilitoka wapi? Ukristo ilitoka wapi? Ukristo ulitoka wapi? Ukristo uliletwa na Barnabas wakiwa na Paulo. 11 sikiza. Ikaletwa kwa kina nani? Sikiza na waliowaita wa Kristo nani? 11:26 kitabu cha Matendo ya Mitume. 11:26. Ilifanyika pale Antiokia. Sikiza habari 11:26. Hana habari lakini kijana mzuri tamfunza tu. Manake huyu ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni venye tu amepinda kidogo tu amepinda inavyoteremka. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Huyu ni Barnabas, alitoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Sauli alikuwa ni mtu anafanya crusade, ni crusader, alikuwa akiwaua watu, akilazimisha watu wamfuate. Ndio alikuwa anaitwa Sauli huyu. Akasema amepatana na Yesu jangwani wakati ni uongo. Yesu alikuwa ametabiri, mkiambiwa niko jangwani msisadiki. Nasikiza habari? Sio Sauli huyo aliyokuwa mfalme, watu wengine nao kushika ngumu. Paulo kabla hajaitwa Paulo alikuwa anaitwa Sauli. Lakini sio ule Sauli wakati wa Daudi, sio huyo. Bwana kuelewa ndio hapa ndaweka chuo kidogo ili watu waelewe tu. Rudia ndio. Inaelewa kusema. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Ukristo ama Wakristo wameanzishwa na mtu mmoja akiitwa Dr. Paulo katika nchi ya Antiokia, ambao Antiokia haiko Israeli, Antiokia haiko Palestine, Antiokia haiko mpaka wa Turki na Syria. Wakifundisha nini? Walifundishwa na Paulo. Akifundisha nini? Paulo. Si Paulo alifundisha mafundisho yake pale. Kama gani sasa? Mafundisho aliyofundisha Paulo. Ndakuletea saa hii. Wacha nimalize hapa chini. Sikize. Wakristo. Maana yake wafasi wa Kristo. Asante. Hilo ni jina la kupanga. Kumbe Wakristo ni jina la kupanga. Walitoa wapi? Walilotumia wapagani wa Antiokia. Kumbe ilikuwa ni wapagani ndio wamepatiana hiyo Ukristo. Sio Mungu. Tulia. Hiyo sio Mungu, ni wapagani wa Antiokia ndio walikuwa wanatumia hiyo. Wakiongozwa na akiongozwa na Paulo. Paulo ndiye alikuwa akiwaongoza hao wapagani. Paulo akiongozwa na nani? Paulo alikuwa akiongozwa na nani? Alikuwa anaongozwa kwa nani? 12:7 kitabu cha Wakorinto wa pili. Tunaangalia tu 12:7. Si wewe sasa ukilete mimi nafinya kidonda kidogo. Paulo akiongozwa na nani? 12:7. Wa pili 12:7. Aya 7 inasema. Wacha tutoe basi wapumue. Inasema hivi, na makusudi. Paulo anasema na makusudi. Nisipate kujivuna kupita kiasi. Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi mimi Paulo. Kwa wingi wa mavuno hayo. Kwa wingi wa hii revelation ambayo
ambao nimekuja nao na wafunza nyie wa Kristo? Mafunuo hayo nalipewa miba, Nimepatiwa mwiba katika mwili mjumbe wa shetani. Allah. Kumbe Paulo anasema, mbona kichwa inatikika? Hii kichwa yako nimefanya kitu gani? Asante. Angalia, hakuna shida yako unasoma bwana. Hakuna. Ile nimewahi soma haijasema ati mwimba ya shetani. Asante. Uko na simu? Uko na simu? Uko na smartphone? Mimi nilijua Mkristo lazima atakataa Biblia. Si Biblia zote ni za kweli. So Biblia ni wacha aliyo na hiyo. Zote atasema za uongo. Uko na smartphone? Sina, lakini unakuja na Biblia yako kesho hapa? Sawa. Utakuja nayo tuahidi hapa? Kuja nayo. Mimi nilijua Mkristo akija akisomewa tu Biblia lazima ataipinga ndio awe Mkristo. Mahali si kweli nitasema si kweli. Ndio nikaulize kama uko na smartphone tungefungua ya smartphone, kwa sababu useme tumeandika. Hata smartphone tutaandika simu huko. Ile umedownload ungeleta. Wewe ndio umeniuliza huyu Paulo alitoa wapi ujumbe? Mambo ya Paulo mazito. Yaani ukisomewa aya 2 za Paulo kichwa inaanza kukuuma. Unaona? Utaitisha panado hapa. Juu neno inasema wakati Paulo alikuwa anaenda Emau akapatana na Yesu hapo akamchukia. Na sasa wakati Yesu alishuka akanena na yeye. Sasa vile alienda kwa Barnabas ile macho ilikuwa imepofushwa. Wakati alibatizwa macho ikapanuka. Sasa akaambiwa na kutuma kwa Wayahudi na watu wa mataifa upeleke habari. Pole sana. Hiyo ndio mchungaji tu anakusomeanga. Na ndio unaona nimekuguzia moja ukasema Biblia ni ya uongo. Na najua lazima utaikataa Biblia. Sasa sijasoma ingine. Ningesoma ingine ya Paulo ungepotea. Ama niisome usikie. 11:21 kitabu cha wa Korinto wa kwanza. 11:21. 11:21 mambo ya Korinto ya kwanza hivi. Yaani wewe unacheza na Paulo, sikiza habari. Kwa maana kila mmoja 11:22 niangalilie. Haya. Je, hamna nyumba za kulia? 11:22 wa Korinto wa pili. Enda wa pili. Wa pili. 11:22. Haya. Wao ni Waebrania. Sikiza hapa. Paulo anasema wao ni Waebrania. Inasema wao ni Waebrania. Na mimi pia. Asante. Wao ni Waisraeli. Na mimi pia. Asante. Wao ni uzao wa Ibrahimu. Na mimi pia. Wao ni wahudumu wa Kristo. Na nena kiwazimu. Muonyeshe hapa. Wazimu. Mtu anafaa kuishi Mathare bana. Kiwazimu. Ananena kiwazimu. So Paulo anatuambia ananena kiwazimu. Kwa sababu anasema mimi ni zaidi. Ngoja, akienda kwa Wakamba anasema yeye ni Mkamba. Akienda kwa Wakikuyu anasema yeye ni Mkikuyu. Amesema hapa. Si amesema ukienda kwa Israeli mimi ni Muisraeli. Ukienda kwa wahudumu wa Kristo mimi ni Mwebrania. Akasema nanena kiwazimu. Yeye ni wazimu tena zaidi. Anasema zaidi ya hiyo mimi ni konya nyingi. Mbona ananena hivyo? Kwa sababu ni wazimu. Rudia. Anza 21 uteremke. 21. Wacha mpaka chini. Soma hadi hapo si uteremke. Nanena kwa jinsi. Maana yake. Nanena kwa jinsi ya kujalili kana kwamba sisi tulikuwa dhaifu, walakini akiwa mtu anayo ujasiri kwa lolote, na nena kiupuzi. Anasema ananena kiupuzi. Teremka chini. Mimi nami ninayo ujasiri wa kujisifu. Wao ni Waebrania. Asante. Na mimi pia. Asante. Wao ni Waisraeli. Asante. Na mimi pia. Wao ni uzao wa Ibrahimu. Na mimi pia. Wao ni wahudumu wa Kristo. Na nena kiwazimu. Teremka chini. Na nena kiwazimu. Mimi ni zaidi katika taabu. Katika taabu kuzidi sana. Nilipigwa katika vifungo kuzidi sana katika mapigo kupita kiasi. Anasema alinyoroshwa sana. Ndio akawa wazimu. Sijui kwa sababu hiyo nini yake. Katika mauti mara nyingi. Yani anasema amekufa mara nyingi. Kwanza ni uongo hiyo. Hajakufa mara nyingi. Imeremka chini. Katika mauti mara nyingi.
kwa Wayahudi mara 5 peke yake. Anasema kwa Wayahudi mara 5 alinyoroshwa. Nalipata mapigo. Kwanza Wayahudi walimnyorosha mara 5. Tena alikuwa anaandika kwa sababu Wayahudi hawapendagi upuzi. Walipoona huyu mpuzi wakanyorosha mara 5. Malizia. Nalipata mapigo 40. Tena alipata mapigo 40. Yani alinyoroshwa kasoro moja. Kasoro moja. Yani 40 kasoro moja, maana yake alipigwa mara 30 na ngapi? 39. Wewe fanya hesabu zake. Nini? Kwa sababu ya kuleta mambo ambayo haeleweki kwa Wayahudi. Wayahudi watu wasomi watakunyorosha. Sasa nikiteremka na muua huyu kaka bure. Huku chini ndio kuna uchafu mwingi. Mara 3 nalipigwa kwa bakora. Tena sikiza, anakuhesabia. Yani alikuwa ananyoroshwa, yani anawewa kazi. Bakora anawekelewa. Yani Paulo naye kwa sababu alienda kuleta uzushi. Unajua Wayahudi ni watu wamesoma. Ukileta ujinga wanakunyorosha. Walimnyorosha na bakora. Hata Jatero anachungulia kama Paulo alinyorosha na bakora. Aliwekelewa bakora, tena yeye ndiye anajitetea. Anasema yeye mwenyewe. Mara 3 nalipigwa kwa bakora. Mara 1 nalipigwa kwa mawe. Tena alinyoroshwa kwa mawe kama mwizi. Tulia. Mara 3. Tulia usiende sana. Huyu hakuna haja ya kwenda. Anasema yani venye alikuwa anapata tabu ya kunyoroshwa na Wayahudi. Kwa sababu Wayahudi ni watu wamekaa, wamesoma, na Wayahudi wengine walikuwa wametokana na Nabii Isa ibn Maryam, wanajua ukweli. Wakiona mtu analeta upusi wananyorosha. Hata saa hii tunaongea na wewe, ukienda kwa Uyahudi kama wewe uende ukahubiri Ukristo, unapigwa. Wakristo wananyoroshwa, Israeli wananyoroshwa Wakristo. Tena wanatemewa mate. Nyinyi Wakristo hamwezi kuniambia mjaona mpaka hizo video bana. Tena Ukristo katika Israeli ni 1.9%. Hata Jatelo wanajua. Hakuna Ukristo kule, ni Uislamu. Uislamu uko 18%, sasa uko 20%. Wayahudi wanasilimu, wamejaa misikitini. Allahu Akbar. Ni kwa vile wamejaa huko ndio. Ndio wanasilimu kwa sababu wanajua Yesu alikuwa Muislamu ndugu yao. Ndio wanawapiga juu wako kinyume na hii inaitwa Ukristo, ndio kwa sababu Wayahudi hawataki kudanganywa. Ndio unaona Ukristo, mahali Ukristo unashika mizizi ni katika Afrika. Unaona? Kwa sababu Afrika anaambiwa yeye akizini ama aibe, Yesu anabeba dhambi zake. Myahudi kwenda kumwambia hivyo, anakuambia hii kitu ingii kwa akili, kwa sababu anajua ukiiba kuna watu wanaitwa DCI, wanakufuata, wanakushika, wanakupeleka kwa jaji. Jaji mwenyewe Mkristo. Ukienda kumwambia jaji mimi niliiba lakini Yesu alibeba makosa, jaji anakuambia hiyo ni ujinga na kuongeza miaka ingine 2. Enda kamiti. Na jaji jioni anashika Biblia kutembea na Yesu. Na anakuweka kamiti ukienda kusema ati dhambi yako ilibebwa na Yesu. Kwa sababu anaona akili ifanye kazi. Sasa tulia kwanza upumue kidogo tu. Manake naona uko nini. Haya karibu brother. Wakati tulia kwanza alafu utalete ya Paulo. Wewe usiwe na wasiwasi, nakupa hiyo nafasi. Ni time tu naona imekimbia lakini nakuweka. Alafu umenifurahisha. Kesho utatuletea Biblia na umesema utaleta Biblia. Kuja nayo kesho. Kaka mimi wananiita Salim. Alafu sunna naona nzuri mashaallah. Naitwa Joseph. Ni hii tu ungetoa hii. Yaani hii tunaambia wangu atutoe katika Uislamu, hii masarubu kidogo unapunguza. Hii ni ya Ukristo hii. Hiyo ni ya Ukristo. Hii ni ya Ukristo, hii si ya Uislamu. Yaani hii ni ya Ukristo. Hii ni ya dini yetu. Wakristo wengi wanasema ni ya Yuda Iskarioti. Ni ya Yuda Iskarioti. Asante sana. Wanakuita nani? Wananiita Joseph, asante sana. Joseph, unajua mambo ya Mungu haifai mnakuja na hasira ama nini, watu wanafurahi, unaona mambo ya Mungu mazuri. Usijali. Asa wewe Mkristo Muislamu? Ni Mkristo. Mkristo. Asante sana. Swali gani ungependa kuleta? Ile kitu nikitaka kujua, dini ya Uislamu ilitokea wapi? Dini ya Uislamu ilitokea wapi? 22:78 Qur'ani ilitokea hapo. 78 inasema. Ilitokea kwa angalia babu. 22:78 Qur'ani. Swali nzuri basi kila siku uje ulize kama hiyo. 78 inasema. Angalia. Muonyesha naone na macho yake. 22:78. Na ipiganie dini ya Mwenyezi Mungu. Kwanza hii dini ni ya Mungu, imetoka kwa Mungu, na ipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu. Rudia asikie. Na ipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Yeye amekuchagueni muwe umma ulio bora. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko, na katika Qur'ani hii pia mumeitwa jina hilo hilo. Basi imetoka kwa Mungu. Tena aliyetuita Waislamu Mungu. Tena nauliza,
Mbona nyinyi mnatumia lugha ya Kiarabu? Oh. Mbona msitumia Kikuyu, Kijaruo, Kiluya? Mbona nyinyi mnatumia Kiarabu? Sasa tunatumia Kiswahili, hatutumii Kiarabu. Sasa ungekuwa specific, wapi tunatumia Kiarabu? Sasa angalia hata hutuba, angalia ukienda kwa hutuba, kuna hutuba ya Kiswahili na kuna hutuba ya Kiarabu. Kuna hutuba ya Kisomali, kuna hutuba ya Kiarabu. Kuna hutuba ya Kikuyu, kuna hutuba ya Kiarabu. Ingia hapa Murang'a utapata tukiswali tunatumia lugha moja ya Kiarabu. Ni kwa sababu Qur'ani 42:7 Qur'ani imeteremka kwa lugha ya Kiarabu, haikuteremka kwa lugha ya Kikuyu. Hapana. Kwa lugha ya Kiarabu. Allahu Akbar, huyu anafurahia. Na namna hivi, angalia hivi. Hii ndio 41, unaona 41? 42 7. 42 ni Kiarabu 42 7. Na namna hivi tumekufunulia Qur'ani kwa Kiarabu. Yani Qur'ani imeteremka kwa Kiarabu, na pale katika kusali watu wanasoma Qur'ani. Unanipata vizuri So ndio inatumika lugha ya Kiarabu na inakuwa ni advantage kwetu. Kwa nini? Kwa mfano kama mimi ni Mkikuyu kutoka hapa Kiambu, nimesilimu, nikakaa chini ya mwalimu akanifunza alif ba ta tha. Unaona? Nikafunzwa sasa, nikajua. So nikienda tu kwa msikiti, mimi hata sina wasiwasi. Imamu akiswalisha najua hapa ako nini. Akiteremka kwa sijida najua tuko kwa sijida. Na mimi Mkikuyu. Akitoka akikosea na mrekebisha. Unapata anakuja mtu kutoka Indonesia, hajui Kiswahili, hajui Kizungu, lakini kukiadhinu Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, anakimbia msikitini, anajua hapa ni msikiti kunafaa kuabudiwa. Anayeongoza pale ni Mkikuyu, ndio imamu. Anafuatana naye na asikii Kikuyu wala asikii nini, lakini anasikia Kiarabu. Inakuwa ni lugha moja ya kushikanisha watu wote duniani. Yani wewe saa hii ukitoka hapa, tuende tu hapa Kongo. Kongo wanatumia Kifaransa na wewe hujui Kifaransa. Kifaransa hujui. Kongo na Komoro, wewe huwezi enda kanisani kwa sababu ukienda kule wanaongea Kifaransa. Kama sava, unaona sasa wewe utajua nini? Lakini mimi tukitoka na wewe hapa tuende Komoro, ukiingia msikitini, muadhini anaanza Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mimi najua basi mataimu imefika ya sala. Anasimama pale anaongea Kikomoro yake, lakini akiingia kwa msikiti anaongea Kiarabu. Mimi najua kila kitu. Tunaswali tunamaliza. Napata vizuri. So hii ni lugha ambayo ina unite watu wote duniani. Na uzuri wa msikiti, uzuri wa Kristo, ukienda tu wewe kwanza ni mtu wa kutoka sehemu gani? Machakos. Wewe nikikupeleka Kiambu utajua. Najua wewe nyinyi ni Bantu. Wewe nikikupeleka kwa Wajaluo huwezi jua chochote. Wewe nikikupeleka kwa Wajaluo ama Wakisii Sunday uwezi, kwa sababu Wakisii wanatumia Kisii kuongoza kanisa pale. Wewe utasikia Kisii. Kwa ilile. Yesu agetirimboka. Sasa wewe utajua Yesu agetirimboka ni nini hiyo? Haujui. Hautajua kitu. Lakini mimi nikienda pale Kisii, napata Mkisii ndio imamu. Anaanza tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, najua basi ndio sala inaenda kusimama. Unanipata? So na nikienda Machakos ni hivyo wale Wakamba. Tena swali lingine. Na ndio tunatumia lugha moja ambayo ni ya Kiarabu. Mbona nyinyi mnasema mnaabudu Yesu na Mungu na mnaabudu Hara? Hara ni nani? Asante. 1710. 1710 nasema. Ni kweli tunamwabudu Allah. Sasa Allah ni nani? 1710. Sikiza habari. 1710 nasema. 17 ndio 110. Sema. Muombeni Mwenyezi Mungu. Muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Bas. Mwenyezi Mungu jina lake ni Allah. Nauliza, mbona asiseme mniabudu kwa jina la Mungu? Kwa sababu ni umeuliza vizuri. Kwa sababu akisema tumwabudu kwa jina la Mungu, kuna wingi wake unaitwa miungu. Na mbona vizuri So Allah haina wingi. Na mbona vizuri? Ndio tunamwabudu kwa jina la Allah. Lakini Mungu, kuna Mungu Jehova Wanyonyi. Alikuwa hapa Western, Mungu Jehova Wanyonyi. Sasa wewe ukisema naabudu Mungu, unaabudu Mungu gani? Labda Mungu Jehova Wanyonyi alikuwa hapa, Jehova Wanyonyi tena alikufa na sukari. Watu wa Western wanamjua Jehova Wanyonyi. Na wacha hivyo. Sasa ametokea Yesu ambaye bado yuko hapa Western. Tongaleni ama Tongaleli. Unajua nimesikia kuna mbili, kuna Tongaleli, kuna Tongaleni. Yesu atongaleni wewe.
Alafu huyu Yesu atongaleni akona wa bibi zake, alafu bibi zake anasema ndio malaika. Wacha hivyo. Yaani nyinyi wa Kristo mna maajabu. Akatokea Yohana Mbatizaji. Nyinyi hamna habari. Watu wa Western ndio wanajua. Ametokea Yohana Mbatizaji. Bado yuko hapa Western. Naambia vizuri. So pale Western kulitokea Mungu anajiita Jehova Wanyonyi akafa na sukari. Kuna huyo Yesu ambaye yuko hapo saa hii hata hali yake ndio hivyo, na kuna mwingine anaitwa Yohana Mbatizaji. Hapo Western wako hapo. Hao ni uongo. Utajuaje? Na anasema Yesu atakuja kama mwizi. Sasa anasema yeye ndiye amerudi akiwa kama mwizi, ndio hamtamjua. Tulia hivyo tunakuja. Si hata hapa wewe kwanza mko na Mighty Prophet. Wewe si uko na Mighty Prophet ule ako na ndevu mbili. Munaita ni Mighty Prophet. Wewe kwanza ndio mnamuita Mighty Prophet. Ati mightiest. Yaani wewe unaita mtu ako na ndevu mbili mightiest prophet. Nyinyi wacheni mchezo wa Kristo. Lete swali lingine. Nauliza, nyinyi mnatambua Yesu kama nani? Swali nzuri sana. Tunamtambua Yesu kama nani? Tulia dakika moja tu. Anauliza tunamtambua huyu Yesu kama nani, huyu Nabii Isa kama nani? Sisi tunamtambua hivi. Qur'ani 3:45. Tuteremke polepole asikie. Pili, sisi hatuna imani kama wa Kristo. Unajua dakika 15 Asante. Sikiza. Tulia kidogo. Sikiza. Sisi Waislamu, dolieni najua saumu inawashika sana, msio na wasiwasi. Sisi Waislamu hatuamini namna wa Kristo mnavyoamini. Kwa sababu wa Kristo kuna imani moja mimi nilikuwa huko nikaona ingii kwa akili yangu. Yaani wewe unaambiwa tunabeba dhambi za Adam. Ati watu wote wakizaliwa wanabeba dhambi za Adam. Lakini hatubebi mazuri ya Adam, wala hatubebi mazuri ya Suleimani, wala hatubebi mazuri ya Daudi, wala hatubebi mazuri ya Ibrahimu. Yaani sisi tunabeba tu dhambi, makosa. Nikaona hii ni uongo hii. Kwa nini wewe ubebeshe mabaya tu, mazuri uache kubeba? Sasa Isa tunamwamini hivi, Qur'ani 3:45. Hata wewe jiulize, afarata akiruni. Yaani wewe unabebanga tu mabaya. Yaani Adam alikuwa na mazuri, kwani Adam hakuwa na mazuri hata moja? Utauliza. Qur'ani 3:45. Angalia 3:45. Tunamwamini Isa kama nani? Kumbukeni waliposema malaika, ewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Bali kwa kutamka neno tulitokalo kwake la kuambia zao kazaa pasina kuingiliwa. Jina lake ni Masihi Isa, mwana wa Mariamu, mwenye heshima katika dunia na akhira, na miongoni mao waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Kwanza tunaambiwa huyu mtoto anazaliwa kwa njia ya miujiza, hana baba lakini yuko na mama, na ni mwenye heshima duniani. Malisia chini. Wewe tafuta baba yake. Malisia chini, pole tu baba. Isa mwana wa Mariamu, mwenye heshima katika dunia na akhira, na miongoni mao waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Naye atazungumza na watu maneno ya dini katika utoto wake na katika utuzima wake. Asante. Atakuwa katika watu wema kabisa. Teremka. Mariamu akasema, Mola wangu, nitapataje mtoto na hali mtoto hakuniguza? Akasema Mola wake, ndivyo vivyo hivyo Mwenyezi Mungu humba apendavyo. Anapohukumu jambo uliambia kuwa basi likawa. Na Mwenyezi Mungu atamfunza kuandika na kujua elimu na kujua Taurati na Injili, na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Sisi tunamtambua huyu Yesu. Kwanza amezaliwa na mwanamke akiitwa Maryam binti Imran. Sawa? Na Maryam binti Imran, kuna juzi hapa kidogo najua elimu inaenda inapita, Mariamu amelelewa na Zakaria. Sio kwamba wazazi wake walikuwa wamekufa. Hapana, wazazi wake walikuwa hai, lakini mamake alikuwa ametoa nadhiri ya kuwa nikizaa mtoto nitamtoa awe wakfu wa kutumikia nyumba ya Mungu. Sawa? Na Imran alikuwa ni shekhe katika msikiti, babake Mariamu. Sasa walipomtoa pale, kuna wale wazee walikuwa wanasimamia msikiti pale, akiwemo Zakaria, nabii wa Mungu. Sasa kura ikamwangukia Zakaria kwa sababu alikuwa ni mtu mzuri na alikuwa ni nabii. Akawa ndiye anamlea Mariamu. Sasa Mariamu akapata mtoto ambaye anaitwa Isa ibn Maryam, ambaye amempata ni mtume kwa wana wa Israeli. Na alipomzaa, sikiza Yesu alitamka maneno gani akiwa mtoto mdogo? 19:30 Qur'an. Tunamwamini Yesu kuliko nyinyi wa Kristo kwa sababu Yesu ni ndugu yetu Muislamu. Na msimwabudu ndugu. Tena na kuuliza. Ngoja nimalize hiyo ndio uniulize. Na msimwabudu ndugu yetu Muislamu. Yesu ndugu yetu Muislamu, na tunaongea kukiwa mchana. Hata huyu kaka anajua Yesu Muislamu ndugu yetu huyu. Inasema hivi,
Yule mtoto akasema, angalia Yule hapa, mtoto akasema, hakika mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. hakika mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Yesu akiwa mtoto mdogo anasema mimi ni kiumbe cha Mungu. Mimi si mtoto wa Mungu kwa sababu Mungu ni lam yalid wala miulad. Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Malizia. Amenipa kitabu. Yesu alipewa kitabu ambayo inaitwa Injili, sio Injili ya Mathayo na Yohana na Luka, hapana. Yesu alipewa Injili yake, ako nayo, takuonyesha. Amenipa Injili. Na amenifanya nabii. Na Mungu amemfanya Yesu kuwa nabii. Yesu si mtoto wa Mungu, ni nabii wa Mungu. Teremka. Na amenifanya mbarikiwa popote nilipo. Tena Yesu alikuwa amebarikiwa popote alipo. Na amenihusia sala na zaka madamu ni hai. Yesu alikuwa akisali, amehusiwa kusali. Manake alikuwa Muislamu, tena anatoa zaka. Zaka ni katika nguzo ya Uislamu. Maadamu ako hai, kama ako na hela anatoa zaka. Sikiza, Yesu hakuwa anachukua sadaka. Sio kama wachungaji, toa ndugu, toa dada, ulicho nacho wewe, Bwana anakuona mpaka mfukoni mwako, toa noti, wacha shilingi. Sio hiyo, hapana. Malizia. Sawa, ona. Ngoja tumalize, alafu utauliza. Atakuwa mpole. Na amenihusia kumfanyia mema mama yangu. Na Mungu amemuhusia kumfanyia mema mama yake. Wala hakunifanya niwe jeuri mwovu. Na wala Mungu hakumfanya Yesu awe jeuri mwovu. Na ni kweli Yesu maisha yake hajaichukua sadaka. Mtu asije akatetea kwa njia nyingine. Yesu hajaikula sadaka. Malizia. Na amani iko juu yangu siku niliyozaliwa na siku nitakayokufa na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Huyu ndio Isa bin Maryam. Huyu ndio Yesu mtoto wa Mariamu. Hii ndio kauli ya haki. Haya ndio maneno ya ukweli kumuhusu Yesu ambayo Wakristo wanaifanyia shaka. Ambao nyinyi huwa mnafanya shaka. Na msifanye shaka. Sasa mimi nauliza. Uliza. Mnasemanga Yesu ni mtume, si ndio? Ni mtume wa Mungu. How comes Yesu ni mtume na alikuwa na wafuasi 12? Mbona watu sema walikuwa 13? Walikuwa 12 kwa sababu yeye kuhesabiwa. Hajahesabiwa. Ngoja. Kwa sababu yeye, tulia. Swali yako iko vizuri. Yeye ni kiongozi. Sikiza, yeye anakuwa ni kiongozi kwa sababu ni mtume, akitumwa na Mungu. Yeye naye amekuja akachagua wale wasaidizi wake watakaoendeleza ile kazi ambao wanaitwa disciples. Na nipata vizuri. Sasa yeye hajikurudi kwa ile hesabu kwa sababu yeye ndio anapata ripoti kwa Mungu, anawaeleza hawa disciples wanafikishia watu. Na Biblia inakubali Yesu ni mtume. 17:3 kitabu cha Yohana. Mambo ni ya Yohana 17 aya ya 3. Na uzima wa milele ndio huu. Unaambiwa na and this is eternal life. Wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. So Biblia inakubali Yesu ni mtume, katumwa na Mungu. Ndio muache sasa kutuhukumu. Tunahubiri Yesu. Nataka unisomee Yohana 3:36. Msomee Yohana tusikie. Yohana itasaidia. 3:36. Yohana 3:36 acha itusaidie. 3:36. Haya, 3:36. Naambiwa dakika 10 bado. Hata dakika zimeisha sasa sali. Allah. Haya, soma hiyo. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Asiyemwamini mwana hata uona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Hakuna shida. Sikiza. Aliyemwamini mwana, ambao huyu mwana tumepata ni mwana wa Mariamu. Mwana wa Mariamu. Mwana wa Mariamu. Mungu azai. Kwani Mungu anazaa? Mwana wa Mungu. Ngoja kwanza. Hebu nifunze hapo kidogo. Kidogo Si Mungu anasema mwana. Ngoja kwanza. Wala sina shida. Nataka nikuelewe. Hivi Mungu anazaa? Na anazalia maternity gani? Hivi Mungu anazaa? Kati ya Mungu na Mariamu nani alibeba mimba? Si Mariamu. Hii maiki mbona inasima? Mariamu. Alienda kujifungua kuzaa nani kati ya Mungu na Mariamu? Hivi maiki inaenda wapi huku? Ndio nakuuliza hivi, kati ya Mungu na Mariamu aliyeenda kujifungua mtoto ni Mungu au ni Mariamu? Si Mariamu. So ule mtoto ni wa nani? Wa Mariamu. Asante. So ujao kesho mapema inshallah. Mapema kesho. Alafu wewe kesho ulete maswali. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.